na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, viongozi wote waliopo meza kuu, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu, mimi nilibahatika nikapata heshima kubwa kuwa mbunge wa hapa Mwanza, jimbo la Nyamagana. Mheshimiwa mwenyekiti, mara yangu ya kwanza kufika Mwanza nililala stendi. Stendi inaitwa stendi ya Tanganyika enzi hizo. Nilikuwa naenda shule Geita. Sasa babangu akanipa nauli akijua nikifika Mwanza nitaunganisha kwenda Geita. Kumbe magari yalikuwa naisha asubuhi kwa sababu Geita ilikuwa ni mbali, barabara ilikuwa ni mbaya sana. Kwa nikalala stendi pale. Lakini miaka michache baadaye, kijana aliyelala stendi nikapewa uji na wakina mama kwa msaada. Nikaja nikawa mbunge wa jimbo la Nyamagana. Ninachotaka kusema ni kwamba sisi sote tuna bahati ya kuzaliwa katika nchi ambayo ina fursa sawa kwa vijana na watoto wote wa Kitanzania. Tumebahatika kuzaliwa katika nchi ambayo mtoto yoyote wa Kitanzania ana uwezo wa kupigania ndoto yake pasipo kujali alizaliwa katika familia ya aina gani. Na hiyo hapa ukifanya sensa, viongozi wengi hata waliopo hapa meza kuu ni watu ambao historia yao inafanana na historia yangu. CCM hoi! Mheshimiwa mgombea wetu, mimi naamini kwamba sifa kubwa mojawapo ya kiongozi mahiri ni kiongozi anayewapa watu wake matumaini kwamba kesho yao itakuwa bora kuliko leo. Sifa mojawapo nyingine ya kiongozi bora ni yule anayekuwa mfariji mkuu kwa watu wanaoongoza ambao wako chini yake. Anayekuwa mfariji mkuu hata kwa wale watu ambao anapingana nao, wale ambao hakubaliani nao, lakini yuko tayari kuwasikiliza. Nikiwa hapa CCM Kirumba, najua sizungumzi na watu wa CCM peke yao walioko humu. Wapo wa Tanzania wenye dini tofauti, makabila tofauti, itikadi tofauti ya vyama vya siasa wanatusikiliza kutoka hapa CCM Kirumba. Kwa sababu leo ni siku kubwa, tunahitimisha kampeni ya nchi nzima zilizodumu kwa siku 60. Mheshimiwa mgombea wetu, wewe kwa nini nasema umekuwa mfariji mkuu? Watanzania wote wanajua kipindi cha mwaka 2020 kuanzia 2015 mpaka 2020 tukiwa na jiwe mwamba siasa zetu, tukiwa huko Chadema hatukuwa na matumaini. Hali ilikuwa ni ngumu, tuliona giza, hatukuwa na mwanga, tulipoteana. Ulipoingia madarakani, pamoja na kwamba tulikuwa tukubaliani kwenye mawazo na tunakupinga, tulikuandikia barua, ulikubali kuwa mfariji mkuu, ukakutana na sisi, tukatengeneza kitu tulichoita maridhiano. Mheshimiwa Rais, pale tulipokuja kwako tunahitaji mikutano ya hadhara, ulitupa. Tulipokuja kwako tunahitaji maandamano ambayo hayakuwepo, ulitupa. Tulipokuja kwako wanachadema waliokuwa na kesi 419 nchi nzima zilifutwa instantly, kesi 417. Mheshimiwa mgombea wetu, hii ndio dhana inayoitwa kazi na utu. Ulionyesha utu. Mheshimiwa mwenyekiti, tulipokuja kwako kwamba Chadema imepigika, tunaomba ruzuku tuliosusia kwa miaka 2, ulitupa kazi na utu, ulitusikiliza. Mheshimiwa mwenyekiti, hata ulipounda task force, sisi tukakataa kwenda kwenye hiyo task force, ila tuliandika barua na mahitaji tuliohitaji kwenye task force, hata kama tukushiriki, lakini mengine tulipata. Tulitaka wakurugenzi wa halmashauri nchi nzima wasisimamie uchaguzi, tulipewa. Tulitaka
tulitaka asipite mtu bila kupingwa, atakiwa mgombea peke yake. Tulipewa. Tulitaka rais wa nchi peke yake asiteue wale wajumbe wa tume. Iliundwa tume ya usaili inayomsaidia rais. Tulipewa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii ndio dhana ya kazi na utu. Tulipokuwa Chadema, siku ya wanawake duniani, wanawake wa CCM UWT walikuwa na function yao. Uliacha kwenda ukaja Moshi kushirikiana na BAWACHA ya Chadema. Hii ndio dhana ya kazi na utu. Sasa jambo la kwenda kupiga kura, ili swala la kura, hii ni haki ya Mtanzania mmoja mmoja iliyowekwa kwenye katiba ya nchi yetu, na nchi hii ina utaratibu. Swala la kwenda kupiga kura sio swala la vyama vya siasa, ni swala la Mtanzania mmoja mmoja. Hii ni haki yako personally. Kwa wema huu, mimi nimekuwa Chadema very high ranking member, kamati kuu kwa miaka 15. Najua ninachosema. Wanachadema wale wenzangu wa zamani, mnaonisikia kwenye kila pembe ya nchi hii, swala la kupiga kura sio swala la kuwa control na chama cha siasa. Hii ni haki yako ya msingi iliyopo kwenye katiba ya nchi yetu. Nenda ukapige kura, usikubali akili yako kushikiwa na mtu. Hii ni haki ya Mtanzania mmoja mmoja, ipo kwenye katiba ya nchi yetu. Watanzania wenzangu mnaonisikiliza, ili swala la uchaguzi ni swala la kikatiba na sheria. Hakuna nchi duniani ambayo inaongozwa hohehae. Tuna katiba tuliojiwekea kutuongoza. Katiba hii ndio inatoa fursa ya sisi kwenda kwenye uchaguzi kila baada ya miaka 5. Kwa nawaambia popote mlipo wa Tanzania, huu uchaguzi ni uchaguzi halali wa kikatiba, imefuata sheria, kuna waangalizi wa kimataifa, na ndio maana mpaka kesho tunaenda kupiga kura. Hakuna chama chochote cha siasa, hakuna mtu yeyote individually ameenda mahakamani kupinga kwamba huu uchaguzi ni batili. Kwa tunaenda kwenye uchaguzi halali wa kisheria ya kikatiba. Nendeni tukapige kura. Ndugu mgombea, nchi hii ipo sheria. Sheria zetu zinatungwa bungeni, na mimi nilibahatika katika vijana wa nchi yetu na mimi kwenda kwenye hiyo bunge. Na baadhi ya hizi sheria pale bungeni tunalumbana kwa hoja, lakini mwisho wa siku tunapiga kura. Kwa hizi sheria zilizopo leo zilitungwa bungeni na baadhi yetu pia tulikuwemo. Sasa njia pekee ya kurekebisha sheria ni kwenda kupelekea wakilishi bungeni. Kule bungeni ndio wanaume na wanawake wanajenga hoja ya kubadilisha sheria, sio barabarani, sio mtaani. Sheria ndio utaratibu tuliojiwekea. Bunge inatunga sheria. Kwa hiyo ukitaka hoja yako, pereka wabunge ndani ya bunge. Mimi naamini njia sahihi ya kutatua changamoto tulizonazo kama taifa ni kwenye vyombo tulivyonavyo, tulivyojiwekea kwenye sheria ya nchi yetu, sio vinginevyo, sio barabarani. Kwa hiyo hata wale wenzangu huko nilikotoka, wale wanaosema no reforms no election, bahati mbaya sana ni kwamba hamkutumia fursa ya kikatiba ya nchi yetu ya kuweka wagombea ili na wao wapatikane, waende wamenyane na wabunge wengine ndani ya bunge ili mpate hizo no reforms zinazopigiwa kelele. Mheshimiwa mgombea wetu, naomba nimalizie kwa mimi nafuatilia, wakati mwingine nasoma, unaangalia TV za majirani. Tumezungumza kwa Kiswahili sana. Sasa sijui kama international community labda wana shida waelewi Kiswahili, labda tuongee Kiingereza, sielewi. Lakini iko hivi.
bado kuna watu wana notion kwamba Tanzania hakuna demokrasia kwenye huu uchaguzi na kwamba kuna chama kikuu cha upinzani kimezuiwa kushiriki uchaguzi. Nimesema, and I'm repeating it again and again. Again and again. Hakuna chama chochote cha siasa, hakuna taasisi yoyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyozuia chama changu cha zamani kushiriki uchaguzi. Mimi wa Tanzania, hivi vitu vinafanyika live. Inakuwa ni live stream. Uchaguzi ni process. Sio tukio la siku moja. Ina sheria zake. Uchaguzi una mchakato wake. Sisi, na ndio maana ukweli ni kwamba wengi tuliokuwepo Chadema hatukukubaliana na msimamo wa no reforms no election. Na ndio maana wengi waliondoka wakaenda Chauma kutafuta fursa ya kufanya siasa ya haki, siasa ya kisheria katika nchi yetu. Sisi wengine tukaja huku kwa sababu wengi, na hiyo kamati kuu yetu ya zamani, 80% ya wajumbe wale hawakukubaliana na hii kitu inaitwa no reforms no election. There is no way nchi. Wewe usipopeleka chama kwenye uchaguzi, unataka chama kiwe NGO. Hakuna mwanga. NGO ndio vile vinafanya activism, yani vinafanya harakati. Sasa lengo la chama cha siasa ni kushika dola, mamlaka ushiki barabarani. Mamlaka utapata kwenda kwenye sanduku ya kura kushawishi wa Tanzania kuuza sera zako na ilani yako ili wakishawishika wakuchague. Sasa kwa hii jumuiya ya kimataifa na majirani zetu, hakuna popote ambayo sisi kamati kuu ya Chadema tulikubaliana na katibu mkuu wa Chadema John Mnyika asiende kusign form ya maadili. Kwa sababu huu ni mchakato wa kiuchaguzi wa kisheria, inataka tukasign form ya maadili. Tulikataa wenyewe. Hakuna mtu, na barua iliandikwa. Uzuri ni kwamba kuna evidence, ushahidi upo. Barua iliandikwa kwamba njooni mkasign form ya maadili. Tulikataa tukwenda. Tarehe 21 tukiwa Mlimani City Dar es Salaam, sisi wenyewe kwa matakwa yetu tuliamua kwenye mkutano mkuu kwamba tuendi kushiriki uchaguzi. Tuliamua wenyewe. Kwa mimi nataka dunia ijue kabisa kwamba nchi hakuna serikali, hakuna chama, hakuna taasisi yoyote iliyozuia chama chochote kushiriki uchaguzi. Ni uoga tu ndio ilifanya watu wengine wakakimbia. Niwakumbushe kidogo tu. Unajua tunapiga kelele sana. Ukitafuta literature review, zipo nchi nyingi, vyama vingine walishinda uchaguzi hata bila kuwa na katiba mpya. Na mimi Wenje nilichaguliwa Nyamagana hapa kwa katiba hii, tena angalau sasa hivi imerekebishwa. Nilichaguliwa Nyamagana. Haines Kiwia alichaguliwa hapa Ilemela. Mwenyekiti wa Chadema amechaguliwa mara 2 kule Ikungi, mara 2. Na wengine wamechaguliwa mara 2. Msigwa yuko hapa amechaguliwa mara 2. Sasa tukishinda uchaguzi ndio tume mbaya. Tukishinda iko sawa sawa. Mimi namaliza kuambia, nchi ni kubwa kuliko mtu. Inafika wakati nchi ni kubwa kuliko mtu. Nendeni wote tukapige kura ili tuweze kudai wabunge na madiwani na rais maendeleo. Kazi kubwa imefanyika. Mimi nimeenda kwenye ziara kwenye mikoa kadhaa nikizunguka na mgombea wetu. Ukweli ni kwamba kazi kubwa imefanyika na mbele kuna mwanga. Asanteni sana. Naomba nione kura za Dr. Samia kesho asubuhi. Kura za wabunge wa CCM naomba nizione. Mungu awabariki sana. Tukapige kura, tulinde amani ya nchi yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki.